Sahau kila kisa kilichotokea Saudi Arabia, kilichohadithiwa na mmoja ya mashekhe wakubwa. Tajiri alijenga msikiti. Ujenzi ulipoanza akasema sitaki mchango wala msaada wa mtu yoyote yule, na kuwachimbia mkwara wale mainjinia na makontrakta. Bibi mmoja, bibi kizee, hana mume, watoto washafariki, kazi yake anaokota makopo, anamka swala ya alfajiri, anakwenda katika majalala, anaokota vyakula vilivyotupwa na Waislamu wenye shibe. Akanunua tofali yake moja, akaleta kusema nyumba ya Allah, nataka na mimi nichangie tofali langu hili. Tajiri akakataa katu. Akamuona huyu ni anamletea gundu, anamwekea usiku, akamfukuza. Mama akaondoka. Siku ya pili alimvizia wakati hayupo, akawajia wale mafundi, akawapa tofali. Mafundi kwa imani, kwa uchungu, machozi yanawatoka, wakasema hawezi kujua, tutachakachua, tutachanganya na matofali yake. Hatimaye msikiti umekamilika. Cha kushangaza, ule msikiti wote ule, sehemu inayotoa nuru inang'aa, tofali moja tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Msikiti mzima Allah hajampokelea. Matofali yake yote hayana maana mbele ya Allah. Pengine kajenga kwa sifa na ria, Allah anajua nia yake. Anashangaa, anasema ile tofali mbona lina shaini, linatoa nuru, linang'aa. Anawaita wajenzi wanasema tuye radhi sana bosi, yule mama alitung'ang'ania sana na akatufuatilia sana na akatusumbua sana. Yule mama baada kuona tumemhurumia, tukaamua kuchanganya tofali lake na matofali yako, na hatimaye tofali yake ndio hili, linatoa nuru kuliko matofali yako. Mashekhe wakamwambia yule bwana, takasa nia yako, rudi kwa Mola wako. Hatujui nia yako ya kujenga, kipato chako cha kujengea, pengine nia na azma na uchamungu wa mama huyu. Allah anakuonyesha ya kuwa kuchangia katika dini yake si lazima utoe kikubwa sana, kidogo tu, katofali tu kanang'aa kuliko matofali yote.